Rais William Ruto ameitaka bunge la kitaifa kuharakisha kupitishwa kwa mswada wa kupiga jeki uchumi wa ubunifu mwaka wa 2026 pamoja na kuimarisha sheria za haki miliki ili kulinda wadau katika sekta ya filamu na uigizaji nchini. Rais Ruto aliyezungumza wakati wa tuzo za 14 za Kalasha zilizofanyika katika jumba la KICC jijini Nairobi. Miongoni mwa washindi wa mwaka huu alikuwa Michelle Lemuya ambaye alishinda tuzo ya mwigizaji bora wa kike, John Simbi Okumu kama mwigizaji bora wa kiume, na mtangazaji Shiksha Arora ambaye aliibuka mshindi katika kitengo cha mtayarishaji bora wa filamu mtandaoni mwaka huu. Jumamosi usiku ilikuwa usiku uliosheheni shughuli chungu nzima na za kufana, wakati wadau katika tasnia ya filamu na uigizaji kote nchini walikongamana kwa ajili ya tuzo za wasanii na mashirika yaliyotia fora katika fani mbalimbali. Makala hayo ya 14 yaliyoandaliwa katika jumba la KICC katikati mwa jiji la Nairobi, yakihudhuriwa na Rais William Ruto ambaye sasa anakuwa rais wa kwanza aliye madarakani kuwahi kuhudhuria tuzo hizo kubwa zaidi za uigizaji nchini. Hafla hiyo ikitoa nafasi murwa kwa washindi kama vile Michelle Lemuya aliyeibuka kama mwigizaji bora wa kike katika mchezo wa Nawi, Omar Hamza kama mwelekezi bora katika mchezo wa Sukari, na mtangazaji Shiksha Arora aliyeibuka kama mzalishaji bora wa mtandaoni kuvishwa taji na kutia kibindoni shilingi 500,000 kila mmoja kutoka kwa serikali. To everyone who supported this movement online, offline, thank you so very much. I'm only up here because of you. And to every creator out there, no matter how small your platform, the followers don't matter, the impact does. Nawi is a movie about a young girl. And what can we do as a community to stop early marriages? Moving from discussions to action. And movie is a call to all of us to do something to end early child marriages. Rais Ruto aliyewatia shime washindi hao ameeleza kujitolea kwa serikali yake katika kuinua viwango vya uigizaji na tasnia ya filamu nchini. Ametangaza kuwa 30% ya fedha zinazotengewa matangazo ya serikali yataelekezwa kwenye majukwaa ya ubunifu. It is no longer enough, good people, for our artists to be seen internationally. They must earn, scale up, and compete at that level. This is about moving from showcasing talent to building an industry. From global applause to global market share. It is time we equip our creatives not just to participate on the world stage, but to win. Rais ameitaka bunge la kitaifa kuifanyia kazi kwa haraka mswada wa uchumi wa ubunifu mwaka wa 2026 na kuimarisha sheria ya haki miliki ili kupiga jeki shughuli za wasanii nchini. I urge Parliament to fast track the Creative Economy Bill 2026 and strengthen copyright laws so that our artists are not only celebrated but also safeguarded and funded. As part of our global ambition, I will be meeting Panos Panay, President of the Recording Academy, the organization behind the world-acclaimed Grammys Awards. Tuzo hizo ziliasisiwa mwaka wa 2009 kwa lengo la kutambua vipaji bora katika tasnia ya filamu na michezo ya kuigiza nchini. Where I come from.